Kwa hiyo hata wizara iliyoundwa eti ya maendeleo ya vijana haiwezi kuleta matokeo yoyote. Leo tujiulize, wafanyakazi wanaolipwa mishahara midogo, wenye malimbikizo makubwa ya madai na stahiki zao, nchi yetu imefika huko. Wafanyakazi hawa kwa vyovyote vile hawezi kuichagua CCM. Mtumishi ambao unalipwa mshahara ambao unaisha tarehe 10. Maisha magumu, bidhaa zimeruhusiwa kupanda bei, nauli zimepanda, mafuta yamepanda, na wengine wanaishi mbali hata na eneo la kazi, hawana makazi, anatumia kahera hapo kwa mshahara kusafiri kila siku. Lakini wazee wetu wastaafu waliolitumikia taifa hili kwa uzalendo mkubwa, amemaliza miaka yake 60 na anastaafu kwenda nyumbani, anaambiwa bwana, wewe mafao yako bado. Mara mwajiri wako alikuwa atumi michango yako. Anazunguka mzee wa watu. Wengine mpaka wanafariki bila kulipwa mafao yao. Wazee hawa pamoja na ndugu zao hawezi kuichagua CCM. Madiwani, wenye viti wa vijiji, wenye viti wa mitaa na wenye viti wa vitongoji hawalipi maslahi yao, lakini viongozi wengine wote wa serikali kuanzia mtendaji wa kijiji mpaka rais wanalipwa mishahara, hawajitolei. Lakini diwani, mbunge, mwenyekiti wa diwani, mwenyekiti wa kijiji, mwenyekiti wa mtaa, mwenyekiti wa kitongoji, wao ni kujitolea. Kwa nini hawa viongozi wengine wanaofanya kazi za umma hizo wao hawajitolei, lakini hawa mnalazimishwa wajitolee? Viongozi hawa wana kinyongo kikubwa na serikali. Leo tujiulize, waumini ambao wamefungiwa makanisa yao, kunyimwa haki ya kuabudu, waumini hawa leo kanisa kama la Gwajima lile la Askofu Gwajima limefungiwa kwa zaidi karibia miezi 5 sasa bila sababu za msingi, na limekuja tunaambiwa kwamba limefunguliwa bila kuelezwa sababu za kufungiwa na sababu za kufunguliwa, ambayo hiyo yote ni kuona tu kwamba ni ugandamizaji wa haki ya kuabudu hapa nchini. Waumini hawa leo wamekosa kuabudu miezi 5. Unawalipa na nini kiroho? Waumini hawa pamoja na ndugu zao wengine kwa vyovyote vile hawezi kuichagua CCM. Tujiulize, wananchi walioshindwa kugharamia gharama za matibabu ya magonjwa ya figo, moyo, kisukari, shinikizo la damu, kansa na kadhalika, wananchi wanaonyimwa miili yao ya marehemu ya ndugu zao kwa sababu ya kushindwa kulipia gharama za matibabu na gharama za kuhifadhi mwili. Wananchi hawa, niliwahi kusema kwamba gharama za matibabu za mgonjwa wa figo zinakwenda mpaka kwenye milioni 25 kwa mwaka. Ni wananchi wangapi wanaoweza kuzigharamia hizi? Lakini fedha zile zilizoko serikali zinachezewa tu. Watu wanafanyia anasa tu, ambazo zingeweza kugharamia hawa wananchi. Tukalipa bure, wakatibiwa bure. Wamelalamika, wamelia, wewe milioni 25 utauza mashamba, utauza nyumba, utauza nini, yani mpaka utafilisika, mpaka utasema tu ndugu yako huwezi tena kumtibu yani. Lakini wananchi hao wamelia kilio cha muda mrefu, hawapati msaada wote kutoka kwenye serikali hii ya awamu ya 6. Leo tujiulize, wananchi wanaoadhibiwa kwa makosa mbalimbali. Leo tujiulize, wafugaji wengine walioshinda kesi mahakamani, mifugo yao ilitaifishwa na serikali, wameenda kushinda kesi mahakamani, wanatakiwa mifugo ile irudishwe. Leo zaidi ya miaka 5 wafugaji hao mahakama ilishaamua. Nani aliyekataa huko serikalini? Kwa kuwachukia au kwa ajili ya nini? Mahakama imeshasema warudishwe mifugo yao au walipwe fidia. Serikali mpaka leo imekaidi amri hiyo. Lakini watu wengine wakilalamika kidogo tu wamelipwa. Tumeenda kulipa mpaka fedha huko za kule Aksidi kule, tutaenda kuziona huko mbele ya safari. Lakini wananchi wenu hapa mifugo yao mmeitaifisha, mmeiuza kiholela. Leo wameshinda kesi mahakamani, mmekaidi kuirudisha. Familia za wafugaji hawa kwa vyovyote vile hawawezi kuipenda CCM. Tujiulize, wananchi wanaoishi jirani na maeneo ya hifadhi, wanaokanyagwa na tembo kila leo na kufa. Kule wilayani kwangu Tume ya Watu wameshakanyagwa watu zaidi ya 20 na kuuawa. Sasa chukulia kwa nchi nzima, ni mamia ya wananchi wameuawa na tembo. Lakini pia tumeona migogoro ya ardhi isiyoisha, ajali za barabarani kwa miaka 5, wananchi wamefariki 7639 na waliojeruhiwa ni 12663 katika miaka 5. Imekuwa kama vile utadhani tuko vitani. Majanga ya moto na yenyewe ambayo tunayashuhudia kila leo. Hapa nimetaja karibia makundi yote ya wananchi, ambapo
Chama cha Mapinduzi ndio wanajinasibu kwamba waliwachagua kwa 97.6. Kwa mapungufu haya, nani anaweza kukupa kura za asilimia hizo? Maandamano siku ya uchaguzi. Hapa nataka kusema tulipokuwa tunajiandaa kuingia kwenye uchaguzi, viongozi wetu wa dini kupitia Baraza la Maaskofu wa Katoliki Tanzania TEC, Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKT, Jumuiya za Kikristo Tanzania CCT, Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA, Shura ya Maimamu Tanzania na taasisi zingine za dini, wakati wa maandalizi ya uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba 2025 walifunga na kuliombea taifa letu ili tufanye uchaguzi kwa upendo, haki na amani. Na baada ya uchaguzi, machafuko yalipotokea, viongozi wetu walitoa matamko ya kulaani na kushauri hatua za kuchukua kulinusuru taifa. Lakini pia tulishuhudia asasi za kiraia za Tanzania, Human Rights Defenders Coalitions, TAMWA, UTPC, MCT, YPC, Chukata, Shirika la Maendeleo la Nguruka na mtandao wa asasi za kiraia Tanzania Tango, UDASA na TLS, ambayo kabla ya uchaguzi walitaka hatua za haraka na thabiti za kukomesha vitendo vya utekaji vinavyoripotiwa, pamoja na kuhakikisha misingi ya demokrasia inalindwa kikamilifu kuliko ilivyo sasa, ambao vyama vya upinzani nchini vinanyimwa haki sawa katika kushiriki mchakato wa kidemokrasia nchini na kuheshimu uhuru wa vyombo vya habari. Pamoja na tahadhari hiyo iliyotolewa na asasi hizo, serikali haikusikiliza. Kwa hiyo tulionywa mapema. Viongozi wetu wa dini walituombea na kutakia kila laheri na baadaye wakatoa, lakini hizi asasi za kiraia, na niliwaona kabisa wengine walienda mpaka kwa naibu katibu mkuu wa CCM kwenda kumweleza kwamba haya mambo ya utekaji, haya mambo ya uminywaji wa demokrasia, haya mambo ya kugandamiza viongozi wa vyama vya upinzani yadhibitiwe kabla ya uchaguzi, lakini serikali haikusikiliza. Lakini upande wa taasisi za kimataifa, Amnesty International, Human Rights Watch, EU na kadhalika, kabla ya uchaguzi na wenyewe walionya kwamba walionya huo ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu uliokuwa unaendelea nchini, wakilalamikia mambo ya utekaji, wakilalamikia mambo ya kuminywa kwa demokrasia, wakilalamikia kuzuiliwa kwa chama cha Chadema kushiriki uchaguzi, na mgombea wa urais wa chama cha Alliance for Change and Transparency ACT Wazalendo, Luhaga Joelson Mpina ambaye ni mimi, kuenguliwa kwa hila kugombea nafasi hiyo. Kwa hiyo hizo taasisi za kimataifa na zenyewe zilionya mapema kwamba hapana, uchaguzi huu unaoendelea huu una changamoto kubwa. Fanyeni marekebisho kabla ya tarehe yenyewe 29 Oktoba 2025, lakini nao hawakusikilizwa. Ndugu waandishi wa habari, pia tulishuhudia wazee wetu akiwemo mzee Jaji Joseph Sinde Warioba na mzee Joseph Butiku pamoja na Profesa Anna Tibaijuka na wazee wengine walivyokuwa wakihangaika kuishauri serikali, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi na vyama vya siasa kurekebisha kasoro za mifumo ya uchaguzi nchini na kanuni za maadili ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 ambazo zilikuwa zinakinzana na sheria na kanuni za uchaguzi, na kwamba kufanya hivyo kungeweza kuleta maelewano ya pamoja kabla ya uchaguzi wa Oktoba mwaka 2025. Lakini kwa bahati mbaya sana ushauri huu wa wazee wetu nao ulipuuzwa. Kama mnavyofahamu, kwa mujibu wa katiba na sheria za nchi yetu, viongozi wanapatikana kwa njia ya demokrasia kwa kupigiwa kura. Lakini endapo misingi hii ya demokrasia ikivunjwa, viongozi, mambo yanaweza kujitokeza ikiwemo maandamano na mapinduzi, na ndio hiki ambacho tulichokishuhudia sasa. Katika kukabiliana na maandamano hayo, serikali kupitia jeshi la polisi ilitumia nguvu kubwa iliyosababisha wananchi wengi kuuawa na wengi kujeruhiwa na kupata ulemavu wa kudumu kwa kupigwa risasi. Mfano, polisi walitumia risasi za moto na kuwaua waandamanaji wengi ambao hawakuwa hata na risasi, ambao hawakuwa hata na silaha. Nguvu kubwa iliyotumiwa na askari polisi ilisababisha pia vifo vya raia wengine ambao hawakuwa hata sehemu ya maandamano. Wengine walikuwa majumbani, wengine wanakwenda hospitali, wengine wanaenda kwenye biashara zao, wengine walikuwa wanakwenda kupiga kura, nao waliuawa. Pia
baadhi ya picha za video zinaonyesha wananchi hao hawakuwa na silaha na wengine walipigwa risasi wakiwa wamegeuza mgongo huku wakikimbia, lakini walipigwa risasi mgongoni. Wanawashambulia watu kwa risasi na wengine walivalia kininja na wengine wakiwa hawana sare, jambo ambalo liliwashangaza wananchi walio wengi na kushindwa kujua kilikuwa ni kikosi gani kilichokuwa kinatekeleza mauaji hayo. Pia zipo taarifa kuwa baadhi ya askari hao walikuwa waongei Kiswahili na hivyo ilikuwa haijulikani wametoka nchi gani, ingawa walikuwa wanafanya kazi kwa pamoja na maaskari wa hapa nchini. Hii ilileta hofu kubwa sana katika taifa letu, yani the knee-jerk reaction juu ya usalama wa nchi yetu. Kuchoma moto na kuharibika kwa miundombinu tuliyashuhudia, lakini tulikuja tukashuhudia serikali ilitangaza amri ya wananchi, serikali ilitangaza amri ya wananchi kutotoka nje kwa siku 6 mfululizo bila kujali hasara itakayopatikana za kiuchumi na kijamii. Uamuzi huo ulisababisha akina mama wajawazito na wagonjwa wengine mahututi kukosa huduma na wengine walipoteza maisha bila matibabu. Kwa hiyo mnaambiwa hamna kutoka nje bila kujali kwamba kuna wagonjwa wanatakiwa kwenda hospitali. Mama anatakiwa kujifungua, unategemea nini kilitokea? Mgonjwa mahututi ambaye alikuwa kitandani, unategemea nini kitaendelea? Wagonjwa wengine ambao daktari anatakiwa aende Muhimbili kwenda kumtibu, ameambiwa hamna kutoka. Maana yake kwamba ana mgonjwa wake kule Muhimbili alifariki tu kwa sababu alikosa huduma. Kwa hiyo watu wengi wamepoteza maisha. Sasa nchi ukienda kwenye kiuchumi, kuwafungia watu kwa siku 6, nchi haikuweza kukusanya kodi kwa muda wa siku 6, na hivyo hatukukusanya kodi zaidi ya trilioni 1. Huku wananchi, wafanyabiashara, wawekezaji wakipata hasara ya zaidi ya trilioni 4 kutokana na lockdown hiyo. Kwa hiyo kwa sababu kila mtu anayefanya biashara hafanyi biashara, anayelima hawezi kwenda kulima, anayefanya shughuli ya kiuchumi yoyote, shughuli zote zimesimama. Kwa hiyo hatuwezi tena kutoa mchango wetu katika uchumi. Kwa hiyo ina maana kwamba katika muda huo tumepoteza zaidi ya trilioni 4. Hiyo hasara tunaifidia nani? Lakini kwa nini tulifungiwa ndani? Kulikuwa na shida gani? Hatukusikia rais akitangaza kwamba kuna hali ya hatari, wala kuna hali ya uvunjifu wa amani, wala kuna vita kama katiba inavyotaka. Lakini tulifungiwa na nani? Na je, aliyetufungia ndani anayo mamlaka kisheria kutuweka ndani, kutuweka kwenye lockdown? Serikali iliamua kuzima huduma za internet na kwenyewe tukapata hasara nyingi kwa sababu shughuli nyingi mbalimbali zinategemea kuhudumiwa kupitia internet. Tukio hili ni la kusikitisha, lilinitoa machozi na linaendelea kunitoa machozi mengi sana na kupata mkanganyiko mkubwa wa fikira. Kwa nini serikali iliamua kutenda ukatili mkubwa kiasi hiki kwa wananchi wake wasio na hatia? Yaani adhabu ya mtu anayeandamana ni kuuawa kwa risasi jamani. Tena wananchi wengi waliouawa wakiwa majumbani na wengine barabarani, sehemu za biashara, watoto wadogo, wajawazito, walemavu, ombaomba, wazee, waandishi wa habari na viongozi wa dini, wengine wagonjwa kabisa. Madai haya hayajakanushwa na serikali hadi sasa. Nchi yetu ya Tanzania kutoka kuwa kisiwa cha amani na kitovu cha ukombozi wa kuleta amani barani Afrika hadi kuwa eneo la umwagaji mkubwa wa damu, yani breeding land za wananchi wasio na hatia na kuingia doa kubwa kimataifa. Tulikuwa tumeheshimika, sasa tunadharaulika na tumeharibu sifa yetu ya nchi yetu. Hata wakoloni wakati wanatutawala hawakuwahi kuua kikatili raia kwa namna hii na kwa kiwango hiki. Polisi, ndugu waandishi wa habari, polisi walikuwa na njia mbadala ya kudhibiti maandamano hayo na sio kuwaua kwa risasi waandamanaji, kwani wangeweza kutumia mbinu mbalimbali kama matumizi ya risasi bandia, ganzi, risasi za baridi au plastiki, mabomu ya machozi, maji ya washawasha. Ujumbe wa maandamano wangeweza kutumia hizo njia tu na wala mambo tusingefika huko tulikofika. Lakini maandamano haya yalikuwa very clear na wananchi walisema, waliokuwa na andamana walisema tu wao kwa uwazi nini walichokuwa na kipinga. Walisema hawaitaki CCM. Walisema tumechoshwa na ufisadi wa viongozi, tunataka nchi yetu. Ndio maneno tuliyosikia vijana waliokuwa na waandamanaji hayo waliokuwa wakisema. Je, kuwasilisha ujumbe huo ni kosa? Na adhabu yake ni kuuawa kwa risasi? Jibu ni hapana. Tena hapana tena. Nchi hii ni mali ya wananchi.
Nchi hii ni mali ya wananchi. Serikali na viongozi wanawajibika moja kwa moja kwa wananchi, na kipimo cha kiongozi ni kuwa na kifua na uwezo wa kukabiliana na mambo magumu. Maswali ya kujiuliza, maswali yaliyoulizwa bungeni na kwenye mikutano ya hadhara na maeneo mengine, lakini serikali ikayapuuza. Sababu haya saa nyingine haya yanaendelea kuhojiwa haya na wananchi. Wananchi wamehoji maswali mengi sana, wamehoji maswali mengi sana kupitia kwa wabunge wao, yakakaliwa kimya na serikali. Wamehoji maswali mengi sana kwenye mikutano ya hadhara, wakakaliwa kimya na serikali. Yamehojiwa na wananchi kwenye maeneo mbalimbali, wakakaliwa kimya na serikali. Sasa wakihoji sababu ya kushamili kwa matukio ya ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, idadi kubwa ya watu kushambuliwa, kutekwa, kuuawa na kupotezwa, kuminywa kwa demokrasia ya vyama vya siasa, kwa vyama vya upinzani, kuminywa kwa uhuru wa vyombo vya habari, kunyimwa haki ya kuabudu, ukiukwaji mkubwa wa utawala wa sheria, wananchi wengine kama nilivyoeleza kule wamevamiwa na kuuawa na tembo. Wakihoji wajibiwe na sio kuuawa kwa risasi. Wakihoji kwa nini tunatekwa, kwa nini ndugu zetu wanapotea, kwa nini tunauawa na tembo kila leo bila msaada, wakihoji mambo haya serikali ijibu na sio kuwaua wananchi kwa risasi. Namba 3, wakihoji sababu za deni la serikali kuongezeka kwa trilioni 47 kwa miaka minne, wakati deni lote tangu uhuru miaka 64 iliyopita lilikuwa trilioni 60.9 tu, wakati serikali ya awamu ya 6 inaingia madarakani. Hivyo serikali ya awamu ya 6 katika kipindi cha miaka minne imekopa 77% ya deni lote tuliloingia toka uhuru kwa muda wa miaka minne. Na hivyo tukichukua takwimu za mwisho wa mwaka huu, unaweza kukuta kwamba deni tulilokuwa nalo miaka 64 iliyopita linalingana na deni tulilo nalo la miaka 5. Yaani limedouble kwa miaka 5. Serikali ya awamu ya 6 imekopa zaidi ya kiwango kilichoruhusiwa na bunge, yani nje ya bajeti, kiasi cha shilingi trilioni 3.78 na kutumia mkopo na kutumia fedha za mkopo bila kupitia mfuko mkuu wa serikali na bila matumizi yake kuidhinishwa na bunge, kiasi cha shilingi trilioni kufanyia kazi ripoti ya CAG, PPRA, FIU na ripoti ya mkaguzi wa ndani, na kushindwa kukusanya kodi za serikali, kushindwa kudhibiti uzembe, wizi, rushwa, ufisadi na ubadhirifu wa fedha za umma na mali na fedha na mali za umma umeruhusiwa, ambapo fedha za umma zinagawana na kuliwa kama keki ya birthday. Viongozi wa serikali kula kwa urefu wa kamba, huku ripoti ya wakaguzi na wachunguzi zikitupwa bila kufanywa kazi. Inakadiriwa nchi yetu inapoteza zaidi ya shilingi trilioni 54 katika mambo hayo kila mwaka, kutokana na wizi unaofanywa katika ukusanyaji wa mapato na usimamizi dhaifu wa matumizi ya fedha za umma na rasilimali za umma. Wananchi wakihoji mambo haya wajibiwe na sio kuuawa kwa risasi. Wakihoji sababu za serikali ya awamu ya 6 kuingia mikataba 43 ya rasilimali na mikataba 74 ya ubia baina ya serikali na sekta binafsi kwa usiri na bila kuweka wazi vigezo na masharti ya mikataba hiyo, bila kuwepo ushindani na bila kibali cha bunge, ambapo ni kinyume na kifungu cha 12 cha sheria ya ulinzi wa rasilimali, yani the Natural Wealth and Resources Permanent Sovereignty Act number 5 of 2017 cap 449, inayotaka mikataba ya rasilimali kupelekwa bungeni na kuliziwa kabla ya kuanza utekelezaji wa mkataba. Maana yake ni kwamba kuna maslahi binafsi katika mkataba huo na sio maslahi ya umma. Hakuna kitu kingine kinachokuweza kufanya utunze siri, uweke siri kwa mali ambayo sio yako. Kwa sababu viongozi wa serikali na watendaji wa serikali, hizi rasilimali sio mali zao, ni mali za Watanzania. Hamwezi kuingia mikataba ya kinyemera halafu wananchi wakakaa kimya. Wakihoji sababu za serikali ya awamu ya 6 kuacha njia ya ushindani na kutumia single source, yani mzabuni mmoja, katika kuwapata wakandarasi wa loti 3, loti 4 na loti 6, na kusababisha gharama ya ujenzi kuongezeka kwa shilingi trilioni 3.4 katika ujenzi wa SGR, kuacha njia ya manunuzi. Wakihoji sababu ya serikali ya awamu ya 6
wakihoji sababu ya serikali ya awamu ya 6 kuchelewa utekelezaji wa miradi ya mkakati ya SGR ambayo inasuasua na ni kama ujenzi umesimama, kwani kwa miaka minne ujenzi umefikia kwa Roti 3 Makutupora Tabora ni 14.53. Loti 4 Tabora Isaka ni 6.65. Loti 5 Mwanza Isaka ni 63.16 na loti 6 Tabora Kigoma ni 7.88. Licha ya fedha nyingi zilizokuwa zinatengwa kila mwaka kugharimia miradi hiyo na hata kuongezeka kwa deni la serikali, tuliambiwa ni kwa sababu ya miradi ya SGR, lakini tunaona utekelezaji wa miradi ya SGR hatua uliofikia kwa miaka minne. Loti 3 ni 14.53. Loti 6 ni 6.65. Loti 6 ni 7.88 na loti 4 ni 6.65. Hayo yote yamefanyika, serikali imepoteza zaidi ya trilioni 1.5 katika mambo haya, na ajira kibao za wananchi zilikufa. Lakini wananchi walisota, wengine wakashindwa kuuza miwa, wengine wakaamua mpaka kuchoma moto miwa yao. Alafu mnasema mnatafuta ajira za Watanzania, mnatafuta viwanda. Nao walikaa karibu miezi kadhaa hawauzi sukari, kwa sababu sukari ya kutoka nje ya nchi imeingia ikasamehewa kodi, alafu sukari ya ndani inatozwa kodi. Imenunuliwa sukari ambayo saa nyingine hata ubora wake ni questionable, ambayo inauzwa kwa bei ya chini, haiwezi kushindana na sukari yetu ambayo wakati mwingine inazalishwa katika umeme wa gharama kubwa, na inakuwa wakati mwingine ni bora mno ikilinganishwa na sukari ya kutoka nje ya nchi. Hasa jambo hili ambalo mimi nilisababisha kwenda kushtaki serikali Mahakama Kuu na baadaye mahakama ya rufaa, na mpaka sasa hivi kesi iko hapo imepakiwa mahakama ya rufaa.